Isaya mlango wa 3. Kwa maana tazama, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo, tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji, mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi na nabii, mpiga ramli na mzee, jemadari aliye juu ya watu 50, na mtu mstahifu na mshauri na fundi aliye mstadi na mganga ajuaye uganga sana. Nami nitawapa watoto kuwamiliki na watoto wachanga kuwatawala. Nao watu wataonewa, kila mtu na mwenziwe, na kila mtu na jirani yake. Mtoto atajivuna mbele ya mzee, na mtu mnyonge mbele ya mtu mwenye heshima. Mtu atakapomshika ndugu yake ndani ya nyumba ya baba yake, akisema, wewe una nguo, ututawale wewe, na mahali hapa palipobomoka pawe chini ya mkono wako, basi siku ile atainua sauti yake, akisema, mimi sitakuwa mponya watu. Kwa maana ndani ya nyumba yangu hamna chakula wala mavazi, wala hamtanifanya kuwa mtawala juu ya watu hawa. Kwa maana Yerusalemu umebomolewa na Yuda wameanguka, kwa sababu ulimi wao na matendo yao ni kinyume cha Bwana, hata wayachukize macho ya utukufu wake. Kuonekana kwa nyuso zao kwa shuhudia juu yao, wafunua dhambi yao kama Sodoma, hawaifichi. Ole wa nafsi zao, kwa maana wamejilipa nafsi zao uovu. Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Ole wake mtu mbaya, shari itakuwa kwake, kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Katika habari za watu wangu, watoto ndio wanaowaonea, na wanawake ndio wanaowatawala. Enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha, waiharibu njia ya mapito yako. Bwana asimama ili atete, asimama ili awahukumu watu. Bwana ataingia katika kuwahukumu wazee wa watu wake na wakuu wao. Ninyi ndinyi mliokula shamba la mizabibu, vitu mlivyowateka maskini vindani ya nyumba zenu. Ni nini maana yake, ninyi kuwaonea watu wangu, na kuseta nyuso za maskini? Asema Bwana, Bwana wa majeshi. Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi, na kuenenda na shingo zilizonyoshwa, na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha, na kuliza njuga kwa miguu yao, basi, kwa hiyo, Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao, na kaya zao, na pete za masikio, na vikuku, na taji zao, na dusumali, na mafurungu, na vitambi, na vibweta vya marashi, na matalasimu, na pete, na azama, na mavazi ya sikukuu, na debwani, na shali, na vifuko, na vioo vidogo, na kitani nzuri, na vilemba, na utaji. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi, kamba, na badala ya nywele zilizosukwa vizuri, upaa, na badala ya kisibau, mavazi ya kigunia, na kutiwa alama mwilini kwa moto badala ya uzuri. Watu wako waume wataanguka kwa upanga, na mashujaa wako vitani. Na malango yake yatalia na kuomboleza, naye atakuwa ukiwa, atakaa chini.